Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu, karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu, kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada au Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba hizo chini tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu leo, bila shaka pamekuwa na mtiririko wa kauli lakini vile vile maandishi ambayo yamekuwa yakitolewa na Rais Donald Trump yakiashiria kwamba nchi ya Marekani ina taarifa ya kwamba nchi ya Iran ina mpango wa kumuua Rais Donald Trump. Lakini hilo limekwenda mbali zaidi, akiashiria wakati mwingine kwamba nchi ya Iran ina listi ya watu ambao inakusudia kuwaua, lakini wa juu kabisa katika hiyo listi ni Rais Donald Trump. Move hii inaonekana kwamba ni move ambayo actually inatokana na taarifa pia za kiintelijensia ambazo zimetoka kutoka katika nchi ya Israel kuelekea katika nchi ya Marekani, kutoka katika ile intelligence unit, ile Mossad, ile idara ya ujasusi ya nchi ya Israel, ndio ilopeleka taarifa hasa katika nchi ya Marekani kwamba wana taarifa za kiintelijensia ambazo zinaashiria kwamba nchi ya Iran inakusudia kumuua Rais Donald Trump. Jambo ambalo Rais Donald Trump amekuwa akizungumza, lakini vile vile amekuwa akiashiria kwamba hata kama hilo litatokea, ameshaacha maagizo katika serikali ya nchi ya Marekani, kwa maana ya jeshi la nchi ya Marekani, yeye kama amiri jeshi mkuu, kwamba hilo likitokea, maana yake ni kwamba itakuwa ni tangazo la vita ambalo maana yake nchi ya Marekani itatakiwa ifanye mashambulizi katika nchi ya Iran katika namna ambayo haijawahi kudhaniwa huko nyuma, kwa namna ambayo Marekani inatakiwa iweze kushambulia katika nchi ya Iran. Sasa move hii ni move ambayo tunaitazama katika jicho pana zaidi, lakini vile vile tunaichukua katika uzito wa hali ya juu. Tunachukua katika uzito wa hali ya juu kwa sababu ya series ya matukio mengi ambayo yamekuwa kilizunguka jambo husika au hizi mfululizo wa kauli husika. Kwanza kabisa ni speech iliyotolewa hivi karibuni, takriban siku ya Jumamosi tarehe 11 ambayo ni siku ya leo actually, na Mujtaba Ali Khamenei, pamoja na kama inaonekana ni hotuba kama ya siku mbili nyuma, lakini inaonekana kama imetolewa tarehe 11. Katika hotuba husika, katika kile ambacho aligusia vile vile ni swala la kulipa kisasi cha damu kutokana na mauaji ambayo yalifanyika katika kipindi cha mgogoro baina ya nchi ya Israel, Marekani na Iran, kwa kuuliwa kwa raia wa nchi ya Iran, lakini vile vile kuuliwa kwa wanajeshi wa nchi ya Iran, lakini vile vile kuuliwa kwa aliyekuwa kiongozi mkuu wa nchi ya Iran, Ali Khamenei. Pamoja na kwamba hilo kuangalia kwa kuzingatia hotuba ya Mujtaba Ali Khamenei, amekuwa akiliashiria kwamba haliishii tu katika nchi ya Iran, kwa maana nchi ya Iran inatakiwa ichukue jukumu la kuweza kulipa kisasi katika hilo, bali hilo ni jukumu la ulimwengu mzima, kwa kuzingatia kwamba kilichofanyika kuwaua raia wa nchi ya Iran au kushambulia katika nchi ya Iran hakikuwa kitu cha halali au kitu cha haki. Kwa hivyo jukumu la kupingana na uovu huo uliofanyika kwa kulipa kisasi, maana yake sio jukumu la nchi ya Iran peke yake, lakini vile vile ni jukumu la kila aliyopo katika ulimwengu. Lakini kabla ya hotuba hiyo, tarehe 9 takriban, ambayo ilikuwa ni kilele cha mazishi ya Mujtaba ya Ali Khamenei, katika mji wa Mashhad, wale waandamanaji walikuwa wamebeba mabango makubwa ambayo yalikuwa yakiashiria kwamba Iran inapaswa kumuua Rais Donald Trump, yakitoa maelezo ya namna hiyo kwamba we will kill Donald Trump, tutamuua Donald Trump. Kwa hivyo mabango makubwa ambayo yalikuwa yamebebwa na wale waombolezaji. Lakini ukiachilia mbali hapo, ilikwenda mbali zaidi kwa waandamanaji au wale waombolezaji wenyewe katika mkusanyiko wao kuwa wanatoa kauli ambazo zikiashiria kwamba ni lazima Donald Trump aweze kuuliwa kutokana na kile ambacho kilitokea katika cha mauaji ya Ali Khamenei. Na hili pamoja na kwamba taarifa nyingi zinaashiria kwamba Israeli wao ndio walioshambulia sehemu ile aliyokuwepo Ali Khamenei, lakini kile kinachobebwa katika ujumbe husika inaashiria wazi kabisa kwamba nchi ya Israeli isingeweza kufanya move ya namna yote
pasi na Marekani kuweza kuweza kuruhusu hilo liweze kufanyika, na ndio maana inaonekana kwamba tatizo kubwa au mshukio mkubwa au anayebeba lawama kuliko watu wote, maanake atabaki kwamba ni Donald Trump, kwa kuzingatia kwamba mamlaka yake ya uraisi ndiyo iliyotoa idhini ya kuweza kuingia katika mgogoro wa moja kwa moja na nchi ya Iran, kwa sababu Israeli wenyewe wasingeweza kufanya hiyo move kama mpaka pale au kwenda nayo mpaka pale ilipokuwa imefikia, ikalazimika mapigano yaweze kustop baada ya kama takriban siku 40 au siku 42. Sasa hili tunasema kwamba tunalichukua katika uzito wa hali ya juu, kuchunga mazingira yote ya hayo ambayo yamekuwa yakiendelea, ambayo yamekuwa yakipamba taarifa hii ya kwamba Rais Donald Trump anahitaji au kuna uwezekano kwamba nchi ya Iran inakusudia kuweza kumuua Rais Donald Trump. Tumesema tunachukua katika uzito wa hali ya juu kwa kuchunga mambo mengi. Jambo la kwanza katika lile ambalo tumekuwa tukijaribu kulichunga ni timing, muda wa taarifa husika kuwa inarudiwa, kwa sababu kwa takriban siku kadhaa kuanzia kwenye tarehe 3 takriban mpaka kufika kwenye tarehe 9, dunia nzima jicho kubwa lilikuwa limeelekezwa katika nchi ya Iran, na ni kuhusiana hasa na msiba au maziko ya utaratibu wa mazishi ya Ali Khamenei. Kwa hiyo mfumo wa taarifa kutoka kwamba Rais Donald Trump anakusudia au kuna uwezekano kwamba Iran wanapanga kuweza kumuua, maana yake ilikuwa ni taarifa ambayo inafanana na kile ambacho kinaendelea katika nchi ya Iran, kwamba Iran sasa hivi wanashughulika na mambo ya mazishi, na wakati huo huo Rais Donald Trump naye amekuwa akikariri kwamba Iran inakusudia kuweza kumuua. Kwa hiyo maana ilikuwa ni taarifa ambazo zilikuwa zina kusanyika mahala pamoja, kwa maana kwamba upande mmoja unafanya maandalizi ya kumkusudia Rais Donald Trump, lakini upande wa pili wa nchi ya Marekani wanataka kuchukua tahadhari kutokana na kile ambacho kinaonekana kwamba Iran wamekiandaa kuweza kukifanya. Kwa hiyo ina maana timing ilikuwa ni jambo muhimu zaidi kuweza kuchunga kwamba kwa nini taarifa ya kukusudia kuuliwa Rais Donald Trump haikutokea wiki 3 nyuma, na ile hali mgogoro umestop siku nyingi, bali imekuja kutokea katika kipindi ambacho inaonekana kuna mazingira ambayo yanafanana na hali ya mtu kufariki na mfano wake, kama vile inavyoonekana kwamba Iran wanaelekea kwenda kumzika Ali Khamenei, walikuwa wakielekea kumzika Ali Khamenei, na wakati huo Rais Donald Trump akawa anatangaza kwamba na yeye kuna uwezekano kwamba nchi ya Iran inakusudia kuweza kumuua. Kwa hiyo timing, hilo ni jambo la msingi sana la kuweza kuchunga. Lakini vile vile ukiachilia mbali timing, tunajaribu kutazama mazingira yaliyoko pembezoni ya kile ambacho kilichokuwa kinaendelea katika nchi ya Iran, au hichi ambacho anakizungumza Rais Donald Trump. Mazingira ya pembezoni kwa hivi sasa ni mazingira ambayo yana ukakasi mwingi. Ukakasi wa kwanza ni hatua ya Marekani kutangaza kwamba yenyewe imejitoa katika yale usitishaji wa mapigano, kwa maana ile ceasefire imejitoa. Ina maana juhudi inayofanyika sasa hivi ya swala la mazungumzo ya kuhusiana na nchi ya Marekani na nchi ya Iran inaendelea, juhudi zinaendelea katika mazingira ambayo Marekani yenyewe haizingatii kwamba ipo katika usitishaji wa mapigano baina yake na nchi ya Marekani. Haya ni mazingira ya kwanza. Lakini mfano wa mazingira kama hayo vile vile katika nchi ya Iran inaonekana pia imekuwa ikichukuliwa katika muundo huo, kwamba ukiangalia katika ile memorandum of understanding au ile hati ya makubaliano baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran, moja katika mambo ambayo yalikuwa yanasitishwa na ile memorandum of understanding au ile hati ya makubaliano ilikuwa ni kwamba katika issue ya nuclear, kipindi ambacho bado kuna matarajio ya mazungumzo mpaka kufikia takriban siku 60 mbele, nchi ya Iran haitofanya repair ya zile sehemu za nuclear site ambazo zilishambuliwa katika kipindi cha mgogoro baina ya nchi ya Marekani, Iran pamoja na Israel. Zile center zote za nuclear kama zilishambuliwa, maana yake ni kwamba Iran hawatafanya repair katika kipindi hicho. Lakini kwa hivi sasa ukiangalia katika picha nyingi za satellite zimekuwa zikiashiria kwamba Iran wameanza kufanya repair katika zile sehemu ambazo zinaonekana kwamba ni sehemu za nuclear site. Kitu ambacho kinaashiria moja kwa moja kwamba kama vile Marekani walivyotangaza wamejitoa katika ceasefire, Iran inawezekana hawajatangaza moja kwa moja kwamba wamejitoa katika ceasefire, lakini kile ambacho wamekuwa wakiendelea kukifanya ndani ya nchi ya Iran kimekuwa kikiakisi kwamba Iran sasa hivi wanazingatia, wapo katika mazingira ambayo vita inaweza ikapiganwa wakati wowote.
Kwa hivyo wamekuwa wakiendelea na harakati zao. Ina maana hii ni ukiachilia mbali timing, lakini mazingira ya Marekani na Iran wote kuonekana kwamba msimamo ambao wamejaribu kuichukua sasa hivi ni misimamo ambayo haiakisi tena kama kuna swala la makubaliano ya amani ya kusitishaji wa mapigano hivi sasa. Hili ni jambo la pili ambalo ni jambo viwili la msingi zaidi kuweza kulizingatia katika kipindi hichi. Sasa Rais Donald Trump ni rais ambaye anaweza akaingia katika rekodi ya marais ambao wameweza kudhihirisha udhaifu wa nguvu ya nchi ya Marekani. Wameweza kuonyesha kwamba nchi ya Marekani kiwango cha nguvu yao kina mipaka. Manake ukichukua kabla ya tarehe 28 nyuma, lakini na ukachukua kabla ya tarehe 28, ina maana tarehe 28 mwezi wa pili nyuma, ukichukua nguvu ya Marekani ilivyokuwa inachukuliwa na ukiangalia baada ya vita ya Iran nguvu ya Marekani ilivyochukuliwa, ni vitu viwili tofauti, kwa sababu mambo mengi yaliweza kudhihirika kwamba kumbe kuna kiwango cha silaha, inawezekana wakawa wanacho kiwango fulani, sio kiwango kikubwa cha kiwango hicho, lakini vile vile uzalishaji wao vile vile una kiwango maalum, kwamba kuna zile kama zile anti-missiles weapons, zile silaha labda za kutungulia makombora na mfano wake, manake zina kiwango maalum cha kuzalisha kwa mwaka, ambacho wakati mwingine mgogoro ukiwa mkubwa zaidi haiwezi kuendelea kuwa na stock ya kutosha ya silaha za namna hiyo. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo yamekuja kuonyesha kwamba kumbe Marekani kiwango cha nguvu yake kina ukomo maalum. Sasa hili ni jambo ambalo Rais Donald Trump amekuwa akijaribu kupambana nalo, pamoja na kwamba ni udhaifu ambao umeshadhihiri, lakini Rais Donald Trump amekuwa akijaribu kupambana nalo kwa kutengeneza scenario nyingi. Hili ni jambo ambalo tumekuwa tunajaribu kuliona, kwamba kutengeneza scenario ambazo zitakuwa zinaendelea kuonyesha nguvu ya nchi ya Marekani, hata kama mazingira yamekuwa yakionyesha tofauti. Lakini vile vile nchi ya Israel bado imekuwa ikiamini kwamba mgogoro unatakiwa uendelee na nchi ya Iran. Imekuwa ikiamini hivyo, kwamba Iran haitakiwi kuwa hivi jinsi ilivyo, kwa sababu baada ya matokeo ya vita Iran imekuja kuonekana kwamba nguvu yake imekuwa ni kubwa zaidi kuliko kabla ya vita. Katika mazingira namna hiyo, nchi ya Israel imekuwa kama inacheza kamari ya kutengeneza mazingira ya Marekani ikiwezekana kurudi tena katika mgogoro wa moja kwa moja na nchi ya Iran. Na katika mazingira namna hiyo, hata Rais Donald Trump kuwa anakariri kwamba kuna nafasi ya yeye kuweza kuuliwa na mfano wake, hii inawezekana ikawa ni jambo la hatari sana katika siku za usoni. Inawezekana ikawa ni jambo la hatari sana, kwa sababu Marekani ina rekodi ya marais kuuliwa. Ukiangalia kina Abraham Lincoln waliuliwa, kina William McKinley waliuliwa, kina James Garfield waliuliwa, kina John F. Kennedy waliuliwa. Rekodi ya watu kuuliwa marais wa Marekani ipo. Kwa hivyo inapoonekana kwamba kuna mpango mkubwa zaidi kuliko rais wa nchi ya Marekani, inawezekana akawa eliminated, inawezekana tu akaondolewa kwa staili ya namna yote, ili kuweza kutengeneza move ambayo inaonekana kwamba ina maslahi makubwa zaidi kwa nchi ya Marekani na pamoja na mshirika wake ambaye ni Israel. Kwa hivyo Israel yeye wao wana fikra hiyo, na ndio maana naona kwamba taarifa ya mwanzo alipeleka katika nchi ya Marekani hasa ni nchi ya Israel, kwa sababu bado wao wanaamini kwamba move ya kudili na nchi ya Iran bado ni move muhimu, kwa sababu wanahitaji iwe ni nchi ambayo ina power zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati, pamoja na kwamba kwa hivi sasa uhalisia jinsi unavyozidi kwenda, maana yake umekuwa ukienda tofauti na matarajio ya nchi ya Israel. Sasa ukiangalia haya yote ambayo tumejaribu kuyazungumza, ukiambatanisha na muda, ile timing tulozungumza mwanzo, kwamba kwa timing husika na kukaririwa kwa mazungumzo ya namna hii, maana yake ni kwamba ni kuongeza natija ya kile kinachokusudiwa nyuma yake. Na ndio maana inaonekana kwamba taarifa ya kwamba Rais Donald Trump anatakiwa auliwe au anakusudiwa kuuliwa haikuzungumzwa wiki tatu nyuma. Imezungumzwa katika kipindi ambacho inaonekana watu wanakwenda kumzika Ali Khamenei. Hii ni kuongeza joto, lakini vile vile kuongeza umakini, lakini vile vile kutengeneza mazingira ya taarifa husika ikiwezekana kuweza kukubalika kwa urahisi na kuweza kufanyiwa kazi.
Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukiliona katika swala la ambalo linazunguka taarifa kama lile jambo la Marekani kusema yenyewe inajitoa katika usitishaji wa mapigano na Iran pia wanajaribu kuchukua baadhi ya hatua. Maanake Marekani kuna kitu ambacho wanakifanya hivi sasa au wamekusudia kukifanya. Wanachojaribu kukifanya ni kufanya conflict management. Wanahitaji kuweza kumanage au kucontrol ule mgogoro baina yao na nchi ya Iran, kwa sababu zile njia za kawaida nyingi zimeonekana kwamba haziwezi kufaulu kuweza kuteki control ya mambo mengi baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran, mambo ya mlango bahari wa Hormuz na mambo mengine mengi. Inaonekana kwamba kuna ugumu kuweza kufikia katika makubaliano ya moja kwa moja. Kwa hivyo Marekani inachokifanya sasa hivi hasa inakusudia kuweza kumanage ule mgogoro, kwamba yenyewe ndio iwe main player wa ule mgogoro. Kwa mfano kama hivi sasa wanavyosema kwamba tumejitoa katika ceasefire, hatupo tena katika usitishaji mapigano. Maana yake ni kwamba Iran itaishi kulingana na hesabu iliyotengenezwa na nchi ya Marekani. Kwa Marekani imesema kwamba imejitoa, kwa hiyo inaweza ikashambulia wakati wowote. Kwa ina maana Iran italazimika na yenyewe iishi kwa tension ile ambayo Marekani wao wanaitaka. Iran inaonekana kwamba ina mpango wa kumuua Rais Donald Trump. Marekani inawezekana wakachukua baadhi ya hatua ili kuishi na mfumo wa taarifa hiyo ambayo imekuja kwamba Iran anataka muue Rais Donald Trump. Katika mazingira ya namna hiyo, maana yake Iran italazimika iishi kwa mujibu wa Marekani vile ambavyo wao wanavyotaka kuishi na Iran. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba mtindo ambao Marekani wanajaribu kuutengeneza ni mtindo wa kwamba Iran iwe ina respond kwa mujibu wao wanavyotaka na sio Iran inavyotaka. Hii inawezekana wao wanaamini kwamba ndio njia nyepesi zaidi kuweza kudili na nchi ya Iran. Lakini matokeo ya move hii au njia hii ambayo inaonekana kwamba wanajaribu kufanya ya conflict management, shida yake kubwa ni kwamba nchi ya Iran ni nchi ambayo imeathiriwa na maamuzi ya jeshi zaidi kuliko maamuzi ya wanasiasa. Manake ukiangalia hata kuchaguliwa kwa Mujtaba Ali Khamenei hasa ilikuwa ni pressure ya IRGC. Kipindi kile ile secretary wa ile Supreme National Council ni Ali Larijani. IRGC manake walikuwa wanatia pressure zaidi, especially kupitia kwa Ali Larijani, kama ile kwa viongozi wa dini kuweza kukusanyika kwa haraka na kuweza kufanya selection ya haraka, na hata mtu aliyompropose IRGC alikuwa ni Mujtaba Ali Khamenei kwa sababu nyingi. Kwa sababu kwanza ya ukaribu na IRGC, lakini vile vile ili kuonyesha ile ugumu wa nchi ya Iran ilikuwa kwa sababu ameuliwa Ali Khamenei, bora zaidi wa kumchagua ni Mujtaba Ali Khamenei. Kwa hivyo unaweza kuona kwamba maamuzi mengi ya nchi ya Iran hasa yanaathiriwa zaidi na jeshi na IRGC. Haya maamuzi akina Masoud Pezeshkian na mfano wake wanasiasa wana nafasi kweli ya maamuzi, lakini sehemu kubwa ya sera za kimaamuzi zinaathiriwa zaidi na mfumo wa jeshi la IRGC, na ndio lina control hata njia nyingi sana za kiuchumi ndani ya nchi ya Iran. Katika mazingira namna hiyo, maana yake mategemeo ya nchi ya Marekani kwamba Iran inaweza kuishi kwa mujibu wa wao watakavyokuwa wanataka, hiyo inawezekana likawa lina ugumu kwa kuzingatia kwamba maamuzi mengi sio kwamba yanasukumwa na wanasiasa, ambao wakati mwingine pressure ikizidi inawezekana wao wakajaribu kwenda kulingana na upepo jinsi unavyokwenda, bali maamuzi mengi ya ndani ni maamuzi ambayo yanaamuliwa na yanasukumwa au yanatiliwa nguvu zaidi na sehemu ya jeshi, ile sehemu ya IRGC. Kwa hivyo katika mazingira namna hiyo inawezekana yale matokeo ambayo yanatengenezwa na nchi ya Marekani au zile mbinu ambazo zinatengenezwa na nchi ya Marekani kwa lengo la kutaka respond au mwitikio kutoka katika nchi ya Iran uishi kama vile Marekani wao wanavyotaka, inawezekana jambo hilo likawa lina ugumu na inawezekana lisilete matokeo yaliyokuwa mazuri. Lakini katika upande mwingine ile karata ambayo inachezwa na nchi ya Israel bila shaka ni moja katika karata hatari sana. Yani karata ambayo inajaribu kucheza na nchi ya Israeli ya kutaka ikiwezekana kama Marekani waweze kurudi katika mgogoro wao na nchi ya Iran, bila shaka ni moja katika karata ambayo ni ngumu sana, kwa kuzingatia kwamba nchi ya Israeli yenyewe inawezekana ikawa ni muhanga mkubwa zaidi katika move hiyo,
Na hii ni kwa kuzingatia kwamba Rais Donald Trump hivi karibuni amekuwa akikariri uwezekano wa Marekani kushambulia katika zile viwanda ambavyo vinahusika na masuala ya umeme, lakini vile vile kushambulia katika sehemu za hizo desalination center, sehemu zile za maji, utengenezaji wa maji kutoka baharini na mfano wake, na kushambulia katika sehemu za kama gesi, yani zile center zote ambazo ni muhimu. Rais Donald Trump amekuwa akikariri kwamba kuna uwezekano unaweza kushambulia katika nchi ya Iran. Lakini kushambulia katika nchi ya Iran katika hizi center, maana yake hakuna nchi katika eneo la Mashariki ya Kati itakayokuwa iko salama, ikiwemo Israeli yenyewe, ambayo ukiangalia sehemu kubwa ya maji yake wanategemea katika zile desalination center ambazo zimekusanyika mahala pamoja katika nchi ya Israeli. Maana yake hakuna anayeweza kubaki kuwa salama, na ndio maana muda wote, hata ilipotokea katika kipindi cha vita siku 42 ilipotokea kwamba sehemu ya ile ya desalination center au zile sehemu zinazohusika na maji katika kisiwa cha Kashmir zilikuwa zimeshambuliwa, Israeli walitoa taarifa haraka kwamba sio wao walioshambulia katika senta za maji, bali ni United Arab Emirates ndio walioshambulia katika senta za maji, pamoja na kwamba United Arab Emirates walikanusha taarifa hiyo. Lakini kwa nini Israeli walitoa taarifa ya haraka ya kukanusha? Kwa sababu walikuwa wanajua kwamba Irani watakapoamua kufanya retaliation na kushambulia katika senta za maji pale ndani ya Israel, matokeo yake hayatakuwa mengine, matokeo yake itakuwa ni watu kutembea na vidumu vya maji kama ilivyokuwa katika upande wa Gaza. Kwa hivyo ni kitu cha hatari sana ambacho wanajaribu kukiinjinia kwa upande mmoja au mwingine, kwa sababu hesabu ya nchi ya Iran kufanikiwa kumfikia rais wa nchi ya Marekani, bila shaka hilo ni jambo lina ugumu, katika hali ya kawaida lina ugumu mkubwa sana. Na mazingira mengi ambayo yamekuwa yakiakisi hata mauaji ya marais wa nchi ya Marekani mara nyingi yamekuwa yakitengenezwa ndani ya nchi ya Marekani na sio kutoka nje ya nchi ya Marekani. Kwa hiyo ukiangalia kile ambacho Rais Trump amekuwa kikifanya kwa kipindi hichi kimekuwa kikiashiria wazi kabisa kwamba lengo kubwa ni kutaka kuvuta attention, la kwanza, lakini vile vile maamuzi mengi yanayofanyika sasa hivi ambayo yamekosa umaarufu ndani ya nchi ya Marekani yaonekane yanasapotiwa. Kwa nini? Kwa sababu nchi ya Irani ni nchi ambayo ina kusudio baya dhidi ya nchi ya Marekani, ikiwemo vile vile kukusudia kuweza kumuua rais wa nchi ya Marekani. Kwa hiyo kuna mazingira kama haya ambayo tumekuwa tukiendelea kuyaona, ambayo yamekuwa yakijaribu kutengenezwa katika namna ambayo inaweza ikafanya mgogoro kubaki katika kupata support au kutengeneza ile support ya Marekani kuendelea kustick na sehemu ya tension yake au ile mvutano wake na nchi ya Iran, katika mazingira ambayo yanaweza akatengenezwa kwa namna ambayo jamii ya Kimarekani inawezekana ikabaki katika mtazamo wa kwamba huenda anachokifanya Rais Donald Trump ni kupambana labda na nchi ya Iran kwa sababu ya makusudio mabaya waliokuwa nayo dhidi ya uongozi wa nchi ya Marekani, pamoja na kwamba mazingira yote bado yanaonyesha kwamba ni yanatengeneza tu zaidi mpasuko ndani ya nchi ya Marekani, kwa sababu Wamarekani wengi hawakuwa wanaona vita hii kwamba ina umuhimu wa namna yote, kwa sababu ni vita ambayo imechaguliwa, lakini vile vile imepangwa, lakini vile vile ni vita ambayo ilikuwa ina uwezo kuepukika. Wameichagua wenyewe Marekani na Israel, wakaipanga, lakini matokeo yake jinsi yalivyokuja, maana yake ilikuwa inaonyesha wazi kwamba hapakuwa na umuhimu wa vita hiyo, na ni vita ambayo ilikuwa ina uwezo wa kuepukika. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba mazingira yamekaa katika muundo wa namna hiyo, lakini bado tuna nafasi ya kuendelea kutazama kile ambacho kinaweza kufikiwa kutoka katika muundo huu ambao umekuwa ukijaribu kuzungumzwa na Rais Donald Trump, hasa ikimuhusu yeye kwamba nchi ya Iran inakusudia kuweza kumuua, lakini vile vile kwamba nchi ya Iran ina series ya viongozi ambao inakusudia kuweza kuwaua. Kwa hiyo kijumla, lakini bado tuna muda wa kuendelea kulifuatilia jambo hili, na tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira itakayokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na ni kuombe usahau subscribe, kulike, kushare pamoja na comment. Uwe na muda mwema.